jeshi hili kanda maalum ya Dar es Salaam tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2026 eneo la Ubungo, jeshi limewakamata watuhumiwa 37 ambao wanatuhumiwa kufanya makosa mbalimbali yakiwemo makosa ya kimtandao, ikiwa ni pamoja na kutoa vitisho mbalimbali na lugha za matusi mazito kwa watu mbalimbali. Kundi hilo ambalo limekamatwa la watuhumiwa, baadhi yao wamebainika ni wafanyakazi wa kampuni ambayo imefahamika kama Innovix Coal Co Limited na Otaigo Financial Services Company Limited. Hizi kampuni zinaonyesha zinajihusisha na ukopeshaji wa pesa kwa watu mbalimbali na tofauti. Tuhumiwa wale ambao wanajihusisha na matusi na kashfa waliokamatwa ni pamoja na Renatus Mjwahuzi maarufu kama Migeyo, mkazi wa Mbezi Beach, lakini yupo Odila Oswin Ngunga, mkazi wa Goba, yupo Teresia Bratius Kanu, mkazi wa Mtoni Kijichi, wakiwa na wenzao 34. Hawa hatua zaidi za kisheria ikiwa ni pamoja na kuwapeleka kwenye mamlaka za kisheria zitachukuliwa. Na kati ya mwezi Machi hadi Aprili mwaka huu wa 2026, baadhi ya watuhumiwa waliokamatwa na kufikishwa kwenye mifumo mingine ya kisheria na wakapatikana na hatia ni pamoja na Hashim Kasim Duma, huyu ni mkazi wa Kimara ambaye amehukumiwa na mahakama ya wilaya ya Ubungo kifungo cha maisha jela kwa kosa la kulawiti. Haya ni makosa ambayo ni mabaya kabisa ya kikatili ambayo jeshi la polisi kwa kushirikiana na mamlaka zingine za kisheria wamekuwa wakishughulika nayo, na wengi wao baada ya ushahidi kutolewa wamepatikana na hatia, wengine vifungo vya maisha, lakini wengine vifungo vya miaka 30 jela. Wito wetu sisi jeshi la polisi kwa wananchi, kwanza ni kuendelea kutoa taarifa mbalimbali ili tuweze kuzuia vitendo vya kihalifu. Lakini pili, tunawataka wananchi ambao wamekuwa wakitoa taarifa zinazohusiana na makosa ya kijinai waweze kufika kwenye vyombo vya kisheria, ikiwa ni pamoja na mahakama, waweze kutoa ushahidi wao mahakamani. Na mwisho, sisi jeshi la polisi tumeendelea kusisitiza katika mifumo yetu kujenga tabia za maadili ya kazi zetu za kutoa siri za watu wanaotoa taarifa kwenye vituo vyetu vya polisi, lakini kushughulika na mashauri yanayofikishwa kwenye vituo vyetu kwa weledi na kuhakikisha kwamba yanafikishwa kwenye vyombo vingine vya kisheria ili hatua zingine za kisheria ziweze kuchukuliwa. Kwa hiyo makosa ya unyang'anyi kwenye takwimu ambazo nimezieleza hapa yamepungua. Makosa ya unyang'anyi wa kutumia nguvu yamepungua. Makosa pia haya ya ukatili dhidi ya watoto yamepungua, lakini yanapungua pale tu wananchi wanapotoa ushirikiano wa kuzitoa taarifa mapema, lakini kukubali kwenda kutoa ushahidi mahakamani ili mifumo hii ya haki jinai iweze kufanyika vizuri kama inavyotakiwa. Mara kadhaa umekuwepo msemo wa kisheria wa kutaka kuona haki ikitendeka katika kushughulika na haya makosa ya kijinai, lakini sio kutendeka tu, inatakiwa haki ionekane. Kwa hiyo ukiangalia taarifa ambayo nimeitoa ambayo ni ndefu hapa, mtaona watuhumiwa gani waliokamatwa kwa makosa gani, kina nani baada ya kutolewa ushahidi, nini kimefanyika na kinaonekana kwa mfumo wa kisheria. Na hilo ndilo jambo ambalo sisi polisi kanda maalum ya Dar es Salaam tunalisisitiza kwamba tutaendelea kuzuia vitendo vya kihalifu kwa kushirikiana na wananchi na wadau wengine wa kiusalama, lakini pia
kuhakikisha kwamba tunazingatia mifumo ya kisheria ya kuwapeleka kwenye mamlaka zingine za kisheria, na hapo tunawataka wananchi watoe ushahidi mahakamani ili watuhumiwa waweze kutendewa haki kulingana na ushahidi ambao unakuwa umetolewa pale mahakamani. Kwa hiyo kesi za kulawiti, kesi za kubaka, kesi za unyang'anyi ambazo taswira yake inajengeka kwamba Dar es Salaam kuna nini, mbona panatulia kwa kasi, kwa nini bunduki sasa hivi hazionekani, ni kwa sababu ya wananchi ambao wanatusaidia kwenda kutoa ushahidi mahakamani, na watuhumiwa wale wakipatikana na hatia, haki ile sasa licha ya kutendeka inaonekana matunda yake ya kuendelea kuwa shwari katika jiji letu la Dar es Salaam.